to invite my colleague, Mr. Joseph Duka. Joseph Duka. He's going to be sharing the word of God. Karibisha kwa makofi. Praise God. Mrs. Yesu. Bwana asifiwe. Mrs. Walaitorian. Tumefurahi sana Kitashibadole kuwa mmetualika jere tomono yo na mkatupokea nitangamutwayo vizuri sana. Tisidayole. Na kwa hayo ore nena poki tunataka kusema asante. Hiyo ni kijashi. Mimi nitakuja tu kunena neno Ayu agena lutu alimorore fupi sana doropole lakini kake ukisikiza warangipi nini najua kwa Mungu atakuhudumia. Na mera nchere ilenga yari. Tafadhali naomba tufungue the book of Matthew. Ayu ni kiboluti atu buku ya Mathayo. Matthew chapter 7. Amonu Biblia ke Masai Mathayo na abshana. Matthew chapter 7 from verse 21 Mathayo na abshana tikita mobo to 23. Paga tikita ari Mathayo na abshana tikita mobo paga tikita okuni. Matthew 7:21 acha ngoje tufike hapo. Ndio tuende pamoja. Pegi tumagiria mani. The word of God says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom. Or shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me, in the day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? And done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kuna neno ambalo Mungu anawaandalia nyinyi. And God is saying, there are those who claim to know me. They say they even pray to me. They have even prophesied in my name. And cast out demons in my name. They even come to church every Sunday. They even serve in church. Some of them they even lead in praise and worship. Some of them they also contribute in church projects. But they don't know me. And I will say to them, depart from me. Knowing God, it's not about coming to church. Knowing God is not about praying every night. Knowing God is not about reading the Bible. Knowing God is receiving his only Son, Jesus Christ, as your Lord and Savior. Let me tell you, if you have not received Jesus as your Lord and Savior, and confessed with your mouth that he's your Lord, and believe in your heart that he died and rose again for you, I can tell you 100%, you don't know God yet. So I pray that none of us will ever go to God and God tells them, depart from me. God will not receive you just because you pray. He will receive you because you received him, his Son.
Amen. Hallelujah. So I want us first to understand. Now, esidai tinigiyolo. To know God Ore yiolounoto Enkai is to know Him personally. Na piyiolou Enkai makeon. For those of you here who are married, Ore torkumok linyi oyamishore, there is a way you know your spouse ketii enkoitoi niyiolo entomononi ashu orpayian lino that your neighbor will never know. nemeeta ake likae tung'ani oyiolo. Why? Amu nyoo? Because you stay together, Itonini tenebo, you fellowship together, iomonono tenebo, you talk together every time. itumomo ikwetata kila wakati. There are things in her life, in her heart that you know, Etii ntokitin natii oltau lenye niyiolo, or in his heart that you know, ashu natii oltau lenye niyiolo, that no one else will know. nemeeta likae tung'ani oyiolo. And God wants us Naa keyieu Enkai to know Him like that. naa pekiyiolou ninye aiko nejia. So, Niaku, being born again, ore enjeunoto it is not an option. me duo embae nikintisipaki It nchere. is not something that I can do it or I cannot do it. Me inyoji kidimayu najeu ashu midimayu najeu. It is the most important thing in your life. Ninye entoki etipat enkishui ino. Let us go to Psalms 103. Nikipuo orkerembe lenkai 103. Psalms 103. 103 orkerembe liopishana. Psalms 103 verse 7. Orkerembe lenkai 103 orkerembe liopishana. It says, Nejo nji, He made known His ways to Moses, ninye oitayiolo Musa nkoitoi enyenak, His acts to the children of Israel. nitayiolo iasat enyenak iltung'anak le Israel. There are two things we are seeing here. Etii mbaa are nikidolta tene. Moses Musa knew the ways of God. keyiolo apa nkoitoi Enkai. The children of Israel, Ore nkera Israeli they knew the acts of God. neyiolo nkiasin Enkai. I am not from Masailand. Maing'ua enkop ormaasai. I was not born in Masailand. Netu aini tenakop. I was born in Western Kakamega. Etoiwuoki ninye tenkop naji Western tedialo e Kakamega. You were here, majority of you were born here. Etii irkumok linyi ashu irkumok linyi naa yinot lena murua. There is a way you know this place that I don't know. Etii vile niyiolo ena murua alang enayiolo nanu makeon. Let me give you an example. Duo maisha enkitanyanyukoto. Today, Ore duo taata, I was with Teacher John kiboita duo ninye, and we were waiting for someone. kigira aanyu oltung'ani. And this person, he passed. He missed the turn to come here. Ore ina garri nikianyita negiroo enoitoi najing'ieki kanisa. As I was asking him, where are you? Ore egira aikilikuan ninye ajoki kaji itii? He told me, where I am, I see a dam. Nejo ore ewueji natii ake ninye olaadolta ake ninye osilanke. I have never been here. Itu aikata alotu enewueji. I don't even know if there is a dam or there is no dam here. Ama yiolo ninye enaa ketii silankeni ene metii. But Teacher John, Kake ore paisho esimu, when I told him, ore paajoki, he said, ati ameona dam. najoki yetu duo silanke? Amepita. Etogiroyie. Why? Amu nyoo? He knows the place. Kayiolo inewueji. He knows the ways of this place. Kayiolo nkoitoi ena murua. He knows that akipita tu hapa aende hivi atafika pale. Nayiolo ajo ore ake peosh kedenya shoto neeta ewueji nebaya. For me it is all the same. Ore teninye nenyanyuka enkop pookin. And that is what God is showing us here. Naa ina egira Enkai aitodol iyiok tene. Kuna yule ambaye Eetai ilo tung'ani anamjua Yesu na mienendo yake. keyiolo Yesu onkoitoi enyenak. Na kuna wale ambao wanamsikia tu. Netii kulikae laa kegira ake ainining. Ninaomba kuwa sisi wote tumjue Yesu. Aomon taata pekiyiolou taata pookin Yesu. Moses intimately knew God. Ore Musa netayiolo tenguton Yesu. The children of Israel, they only knew the acts of God. Ore ninche nkera wa Israeli naa nkiasin ake Enkai apa ninche eyiolo. Kwa hivyo kuna watu Eetai iltung'anak ambaye wanajua kuna Yesu. nchere oyiolo ajo ketii Yesu. Wanajua huyu Yesu anaponya. Neyiolo ajo kishiunye le Yesu. Na wamesikia kuwa huyu Yesu ni mzuri. Netoning'o ajo ore le Yesu naa isidai. Lakini hawamjui. Kake meyiolo. Jiulize. Nkilikuana siyie kewon. Hello. Entasupa. Nataka mjiulize. Kayieu ninkilikuana naate. Ninamjua Yesu kweli? Kesipa kayiolo Yesu. Hebu jiulize. Nkilikuana siyie kewon. Ninamjua Yesu kweli? Kesipa nchere kayiolo Yesu. Ama huyu Yesu ninamsikia? Tanaa kagira ake ainining ele Yesu. Kama huyu Yesu unamsikia tu. Ama tanaa igira akeyie aning'oo. Kama huyu Yesu unangoja tu Pastor Samuel akuje hapa amhubiri. Ama tanaa korpastai ake eanyita peelotu aning'u egira alimu lo Yesu. Lakini hujampokea. Netu ng'amu ninye. Haumjui. Nimiyiolo. Na hivyo si vizuri. Nemesidai ina. What God did Ore nataasa Enkai for us to receive his life, pee kitumoki atang'amu enkishui enye, there is no one else who will ever do that. meetai likae tung'ani oidim ataasa ina kiasi.
the price he paid ore garama narala for you tangaragi to know him. piyolo ninye. No one else will do that. Mera lekari mani di marase. Understand this. Tayolo siana. Yesu. Ore Yesu. Hakuwahi tenda dhambi hata moja. Mera kolong narase moki ara nabo. Lakini akakufa kama mtendaji dhambi. Kage tuandinye anolasa nilumo. Ndio wewe. Pa ore ye. Ambaye umetenda dhambi. Ora sango. Umpokee. Ninga muninye. Na upokee maisha yake ambaye si ya dhambi. Ninga mwingi shuyenye nimenomo. God. Where kai. Who was perfect in all his ways. La sepa ni tongore yenya na poki. Sacrificed his only son. Nila wala sa lengara yenya na po. To the point that he even said it's like he did not know him. Omera tiniko tu nije me yolo ni nyangai Yesu. Yesu akalia. Nishiri Yesu. Father. Papa. Why have you forsaken me? Kanyo begi rumayi. I have not done any sin. Mele ngogi na das. I have lived a perfect life. Ado na dengishi sidai. But still, kaki. It did not stop him. Edwara si iboyo to na. Die for you. Pera karagi. Let me tell you. Usemaroli. Don't look at it that Jesus alitukufia sisi wote. Which is true. He died for all of us. Lakini Mungu alikukufia wewe peke yako. Ingekuwa tu kama ni wewe tu peke ndo umebaki. Bado angekufa. That is the love that he carries for us. Amen. Hallelujah. Sisi wote tunajua John 3:16. Hiyo lobokin oloilanga yuti Yohana unito mono. Kama wengi wetu tunajua. Egi loru kumogoli. Hebu tuende hapo. Mawe sini we. John 3:16. Yohana unito mono ile. John 3:16 says. Nejo Yohana unito mono ile. For God so loved the world. Ameronya kai ngop aikonji. That he gave his only begotten son. Omisho rwenkera yenye nabo. So that pa ore whomsoever his son, so that whomsoever believes in him pa ore oiru ninye should not perish ni mimi but have everlasting life. Kage ndio mingishi nemeishi. Mungu wale kai amekupenda wewe. Nikitonya haiye makewa. Ndio wewe usife. Pimi kama mtendaji dhambi. Anolasa ni longo. Lakini upokee maisha yake. Kage binga mu egishu yenye. Kuna yale maisha ambayo tunaishi. Kaya egishu ni gibigiro. Lakini kuna maisha mengine ambayo Yesu ametuandikia tuishi. Kaya ai egishu na ibabraka yo so bigi. Tangu nimpokee Yesu. Wala na panga mu Yesu. Sijawahi juta. Etwagaza atumorngashi. Kwa sababu najua. Ya mga yolo chere. Nikiwa na shida. Wala nyamala. Niko na msaidizi. Na garo la retwe. Nikiwa na shida yoyote hata iwe ni kubwa aje. Ara nyamali sabuka ikaja. Kila wakati. Poki kata. Najua. Kayolo chere. Niko na msaidizi kwa Yesu Kristo. Kaza olerori yedite Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo sisi wote ninaomba. Aomba ni yopoke. Lazima tumpokee Yesu. Lazima bege ngamu Yesu. Na ukimpokea Yesu. Nora bege ngama. Haupokei tu ati kusema tu ninamjua Yesu. Mingambage kuanchere kayolo Yesu. Lakini anakupa maisha yake. Unaona tunajiita uzima. Na bege jo egishui. Anakupa huo uzima wake. Nigicho na gishui yenye. Huu uzima wale na gishui. It is not so that we can just say I am going to heaven. Mbege bege mogade jo kalo bege. No. When you receive this life, wala bege ngamwe na gishui. You receive health. Ningamu beautiful. When you receive this life, you receive provision. When you receive this life, you receive protection. When you receive this life, you receive very many things. Nani hapa hapendi zawadi? Kuna mtu hapa hapendi zawadi? Najua hapa kila mtu anapenda zawadi. Ukipokea Yesu,
anapokea zawadi nyingi. Gira ngamu kishorot kumo. Ndani yake. Tiaro nini? Na hizi zawadi. Wale unakisho. Ni za kukufanya kuwa maisha yako yasiwe kama vile yalivyokuwa. Na ishe kishu ino mipeleka nyarani mitu kiatiwa na digoshage. And that's why the word of God says. Na inabeje roila ngai. When you receive Christ. Wale hivi ngamu Yesu. The old. Wale musano. Is gone. Nelu. And now, a new life has come. The life of Jesus Christ. Nakumbuka nimeomba na mzee mmoja wetu leo. Alafu nilipokuwa nikimpeleka nampelekea kwa pastor. Nikamwambia, najua pastor anakujua. Lakini akujui venye leo umempokea Yesu. Mbona? Sababu yale maisha amepokea ni maisha mapya. Kwa hivyo kama nilikuwa Joseph Nduka kwa dunia, sasa nimempokea Yesu. Huyu Joseph Nduka amebadilika. Jina lake limebadilika. Utaniita Joseph ndio. Lakini kwa Yesu nimebadilika. Wangapi hapa wanataka maisha yao yabadilike? Pokea Yesu. Kile kitu ambacho unasema kinanisumbua. Pastor has said that this is the month of altars have to be broken. The first step for you to break demonic altars in your life, it is when you receive Jesus. Without Jesus, sahau hiyo. Bila Yesu, hata unaweza tuenda nyumbani. But when you receive Jesus, then anything that is not of God in your life, it has to be broken. And I'm declaring to you, those who have received the life of God, and those who are going to receive, the moment you will say, Jesus Christ, I receive you my Lord and Savior, demonic altars shall be broken in your life. Sicknesses shall be healed in the name of Jesus. Why? Because in salvation there is perfect health. Some of you, the solution for your marriage, it is in receiving Jesus Christ. Ile amani ambayo unataka kwa ndoa yako imefichwa ndani ya Yesu. Ukimpokea Yesu, utaona mpaka familia yako, watoto wako, ule ambaye alikuwa anafanya hivi na hivi, ataanza kumtafuta Yesu. Kwa hivyo wewe ni lazima umpokee Yesu. Ninakuomba tafadhali usitoke hapa leo kama hujampokea Yesu. Kama haujaiomba the prayer of salvation, if you have never prayed the prayer of salvation, today it is the day. Jesus is here. Angels are here. The Holy Spirit is here. So you cannot go back the same way you have come. Ni hatia kuja mahali Yesu yuko, alafu urudi mahali venye ulitoka. Nikuulize, nani hapa ashaenda kuoga na akatoka kwa bafu bado amekauka? Nani hapa? Ama nani hapa ashainyeshewa alafu akakaa tu bado amekauka? Sababu ukiguza maji you will be wet. And when you meet Jesus, the same way, you cannot come back the same. So as you leave this place today, you are living with a new name, a new person, with the Holy Spirit. And then I want to encourage you, hata wale ambao mmempokea Yesu bado hujamaliza. Amen. Hallelujah. Kuna kitu kingine. There is a gift that is given us. You must receive the baptism of the Holy Spirit. And with the evidence of speaking in tongues. Wacha niwachoree picha. Tunaenda mahali ambapo kuna vitu vingi kama park, an amusement park. Kuko na magari, kuko na swimming pool, kuko na vitu vingi.
Alafu Pastor Sam aseme, ndugu yangu, nimekulipia transport, gari na kila tiketi yenye utahitaji huko. Ukifika huko, waambie tu Brother Samuel alisema niingie kwa hii. Unaingia. Brother Samuel alisema amelipa hii ni kule. Sasa kama amekufanyia hivyo, amelipa mpaka gari, alafu ufike kwa hiyo park, uingie, sema huko ni kuzuri, ona zile magari, ona zile swimming pool, alafu usimame kwa gate, unaangalia tu, na umelipiwa ufanye zile vitu ambazo kwa kule. Is that normal? Is that normal? What is the normal thing? You will say, wacha niende hapa, wacha nicheze na hii, wacha niende. Hata utachanganyikiwa. Wengi wetu tumempokea Yesu, alafu tumesimama, nimempokea Yesu, Yesu ni Bwana, nampenda kwa maisha yangu. Hauendelei. Kumpokea Yesu sio mwisho, ni mwanzo. Kwa hivyo ukishampokea, you must receive the baptism. You must speak in tongues. You must prophesy. That is the heritage of each and every one of you. Hata uwe ni mzee aje, hata uwe ni kijana aje. Kwa hivyo usisimamie tu hapo, nimempokea Yesu, asante sana, napenda Bwana. Lazima ufike mahali pia unaongea kwa ndimi za Yesu. Rabo sakatabo, una prophesy. Hiyo ndio kitu ambacho italeta mabadiliko maishani mwako. So kama if you don't speak in tongues, I plead with you today, don't live the same. Don't live without speaking in tongues. I beg you. Usijione ati wewe ni mzee. Mbele ya Mungu hakuna uzee. Kwanza Mungu anasema sisi wote ni watoto wake. Hata mzee ni mtoto wa Mungu. Hata uko wewe ni mzee aje, mbele ya Mungu anasema huyu ni mtoto wangu. Kwa hivyo usitoke hapa bila kupokea vitu ambavyo Mungu amesema upokee. Pokea uzima wake, pokea Roho Mtakatifu, ongee kwa ndimi. Tumekuja hapa watu wanne. Unaweza tafuta tu ule mwenye tu utaona huyu acha niende na huyu. Mwambie Joyce, Kenye ule alisema ile ndimi, mimi ninataka. Sitoki bila kuipata. Na Joyce atakuonyesha. Ni rahisi sana. Hivi vitu vyote ambavyo nimekuambia, tunavipokea kwa imani. Kwa imani. Ukipokea Yesu, hautakuwa mrefu. Rangi yako itabadilika. But your spirit man, he's brought to life. That is the most beautiful experience you can have. Amen. Hallelujah. Nataka tumpokee Yesu. Tupokee the baptism of the Holy Spirit. Nani ako tayari? Nani ako tayari kupokea baptism of the Holy Spirit? Leo naomba atutoke hapa the same way. Amen. Hallelujah. I want us to pray. Joyce, I think you can come. We can come in front. Oh, thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit. You have heard the word that we have spoken. If you are here and you say that I want to receive Jesus Christ. Or you say, hey, I received him, but I backslid. I want to
This is the day. Ore nana ni nyakolo. You have to live here with Jesus Christ. Lazima bempa yara Yesu teni. Naomba tusimame wote. Ore kitina mundu oldo sinyati. Tukiwa katika hiyo nafasi ya Roho Mtakatifu. Ore ngamu oldo sinyati na nyinyi ndimi shomo tengolo nankai ndimi olaraba. Kupokea Roho Mtakatifu ndiyo itakachokuwezesha uingie katika vita. Kuna wengi kanisani wamebarikiwa na Mungu lakini hawajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. You need the Holy Ghost. You need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu, hiyo oldo sinyati. Uweze kuingia katika vita ambavyo hauwezani navyo. Kwa hiyo kabla tujajigawa kuingia katika vikundi, tunataka kuombea watu, wanataka kuombea watu ambao wanataka kujazwa na ni watu ambao wameokoka, ambao wanataka hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndicho kitakachokuwezesha uende katika nguvu ya kiungu. Kwa hivyo katika hiyo hali ya neno ambalo tumesikia, naomba wale wanataka hiyo nguvu ya Mungu waje hapa mbele, ndio uweze kuomba unene kwa ndimi. Unaweza nenda katika mambo ya kiroho kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. In the name of Jesus. Tangarnasi nyere Yesu. Hivyo watu wakuje mbele ambao wanahitaji kupokea Roho Mtakatifu. Ya oro dopa ya tomano yene ngamuna kolon Rabo sakata labori mazanda. Oh, thank you Holy Spirit of God. Rakata labori mazanda. We worship you Holy Spirit. Rekata labori mazanda. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Rekata labori mazanda. Oh, yes Lord. Rekete lebori ba. We worship you. Sakata labalabo sende. Ribo sakata labo. Rekete